الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أتم سبحانه وتعالى لنا الدين وجعل أمتنا أمة الإسلام خير أمة، فله الحمد تبارك وتعالى أولا وآخرا، وله الشكر ظاهرا وباطنا على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kuna pictures nimetuma kwa group ya kitabu Siyam page 1 mpaka page 5. Sijui kama kila mtu wako kwa group anaweza ona kitabu Siyam. Hii ndio kitabu tutasoma, lakini hazijaanza kuprintiwa kwa kando na wanafunzi ambao walihudhuria darasa ya Dr. Islam Umma University na vikao vingine. Hawajaanza kuprint officially kwa kila mtu. That's why nimepiga picha peke yake. Page 1 mpaka page 5 nimepiga picha, na ni kitabu amepanga kwa njia ya swali na jawab inshallah. So kila mtu nadhani atakuwa na hiyo picture kwa group, so that nikianza kitabu Siyam ama fiqh tuweze kuangalia kwa pamoja. Kila mtu ako kwa group, sio? Naam. Wewe uko kwa group? Tulianza darsa ya wiki iliyopita kitab at-tauhid, na kuna baadhi ya mambo tuliishiria kuhusiana na hichi kitabu. Tulisema kitabu hiki, kitabu at-tauhid ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, ni kitabu ambayo iko na sifa tatu. Kila unaposoma hichi kitabu, hizi sifa tatu daima zinakuwa pamoja na wewe. Ni mambo gani matatu hayo inshallah? Na tutatajia mambo matatu ambayo yanapatikana kwenye kitabu at-tauhid. Tulisema mwanzo wa darasa. Naam, anatumia aya na Qur'an, itaje aya na hadith za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kitu ya pili ni nini? Naam, amegawanya kwa mlango baada ya mlango baada ya mlango, sio? Jambo ya tatu itoke upande hii inshallah. Jambo ya tatu, vitu vitatu niliyotaja, ya kwanza kama alakha alivyotaja ni njia ya at-tabwib, imewekwa mlango baada ya mlango, na hii njia imewekwa ni kumfanyia rahisi mwanafunzi kuelewa. Ukitaka kuhusu jambo fulani utajua hili nitapata kwenye mlango fulani, inakuwa ni rahisi kwa mwanafunzi kutaka kusoma. Njia ya at-tabwib. Na njia ya pili tumesema nini? Ni njia ya kuweka hadith na aya, ili hata yule mwanafunzi anaposoma zile dalili ama evidence ikuwe ni rahisi kwake, sio? Aya fulani anaweza kuifuatilia, aya ni sura gani, very easy kwake. Hadithi gani, aangalie hiyo hadith kwa usahali. Na njia ya tatu nini? Naam, njia ya tatu tuliyotaja ni kwamba kitabu hiki kina milango zaidi ya 60. Kina milango na masail zaidi ya 60. Na njia ya kuweka vitu kwa njia ya numbers ilikuwa ni katika sifa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani Mtume sallallahu mara anasema khamsun man kunna fi, mambo matano mtu anapokuwa anajipamba nazo faida yake ni hii. Kwa hivyo sifat kufungamanisha masail na mambo kwa numbers ilikuwa ni uslubu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile. Ndio maana uslubu huu akaja nao kwenye hichi kitabu. Tamam. Tulianza darasa iliyopita na kauli ya Mwenyezi Mungu anaposema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tukatafsiri kwa upana, kisha tukasoma kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama ilivyo kwenye kitabu,
walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Kisha tukasoma aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile vile anayosema wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tukaendelea kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaposema wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a. Kisha tukaendelea aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a. Tukaona vile vile maneno ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu aliposema man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam allati 'alayha khatimuhu falyaqra قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما. شتكونا حديث يمويش يا معاذ بن جبل أنا سمع معاذ كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. hizi ndizo ayat na ahadith tuliyosoma kwenye darsa iliyopita. Nadhani sote tulikuwa kwa darsa na tuko pamoja kwenye maana ya hizi ayat na hadith. Si ndio? Ama kunahitajika kurudia tena? Kuna mtu hakuwa kwenye darsa iliyopita? Naam. Kama kuna mtu anyeshe mkono hakuwa kwenye darsa iliyopita. Haukuwa. Tayeb. Kwa hivyo turudie ama tuendelee? Ama tumalize tutarudia baadaye? Naam. Tuendelee. Tayeb. Utaona kwenye kitabu hapa ameandika fihi masail. Fihi masail, yani kuna masail yanapatikana. Masail haya yanatoka wapi? Kutokamana na hizi ayat zilizoandikwa nyuma. Wama khalaqtul jinna, hizo aya zote na hizo ahadith zilizowekwa hapo. Asema kwenye hizo dalili za aya na hadith fihi masail, kuna masala na kuna mambo ambayo ataka sasa kuanza kuya nukuu ama anataka kuishiria kwa undani zaidi, lakini kwa njia ya haraka haraka. Tamam? Fihi masail, masala inayokusudiwa ni zipi? Ni hizo aya na hadith alizozitaja nyuma. Asema al-ula, nyote iko kwenye kitabu sio? Al-ula asema hikmatu fi khalqi al-jinni wal-ins. Hikmatu fi khalqi al-jinni wal-ins. Katika masala ya kwanza ambayo anakusudia kuyataja ni masala ya kwamba huko nyuma zile aya na hadith zilizotajwa, ni mwanafunzi aelewe kwamba masala ya kwanza katika haya yote ayat na hadith ni al-hikmatu fi khalqi al-jinni wal-ins. Ni hikma ya Mwenyezi Mungu anaeleza kwenye aya ya kwanza tuliyosoma wama khalaqtul jinna wal insa, ni kwamba hikmatu fi khalqil jinni wal ins, kuna hikma ya kuumbwa majin na wanadamu. Nayo ni hikma gani? Naam, li wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Illa liya'budun tumesema inamaanisha nini? Illa liyuwahidun. Hawakuumbwa majini na wanadamu na kuletwa kwenye hii dunia ila kwa sababu moja peke yake. Sababu gani? Ya kuja kusimamisha tauhid, ya kuja kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Kuja wanadamu kwenye hii dunia, ibada zao zote wanazifanya za kujikurubisha nazo kwa Allah, iwe ni kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ndio hikma ya wanadamu na majini kuumbwa. Athania asema anna al-ibadata hiya at-tauhid lianna al-khusumata fihi. Angalia
faida vile vile ya mtu kusoma kwa mtu ambaye ameweza kusomeshwa. Hii ibara hapa lianna alkhusumata fihi, la'alla mtu ambaye hajasoma chini ya mwalimu akaelewa vitu zingine. Naam, asema anna alibadata hiya at-tauhid, kwamba ibada ndiyo tauhid. Lianna alkhusumata fihi, kwani khusuma au yani mvutano au watu kutoagree ilikuwa kwenye hiyo ibada ambayo yani tauhidu al-uluhiyya. Tauhidu al-uluhiyya, anna al-ibadata, ibada la kusudiwa hapa ni at-tauhidu al-uluhiyya. Anna al-ibadata hiya at-tauhid. Tauhidu ar-rububiyya ndiyo tauhidi inayokusudiwa, kwa sababu kwa tauhid na watu kusimamisha tauhid ar-rububiyya ndiyo khusuma ilitokea hapo, mvutano baina nani? Baina ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kwa sababu al-mushrikun walikuwa wakikiri na kukubali at-tauhid ar-rububiyya, walikuwa wakikubali kwamba Mwenyezi Mungu ndiye muumba, ndiye mwenye kuruzuku, sio mwenye kupeana riziki. Sisi tulitaja katika darasa iliyopita vigawanyo vitatu vya tauhid kama tunakumbuka: tauhid ar-rububiyya, tauhid al-uluhiyya wa tauhid al-asma'i was-sifat. Tufaa tuelewe kwamba anna al-mushrikun, wale mushrikun waliokuwa wakati wa Mtume sallam, hata hawa ambao tuko nao, ukiwauliza nani anakuruzuku, watasema nani? Watakwambia ni Mungu. Yuko wapi? Watakwambia yuko aidha juu. Wanaamini kwamba Mwenyezi Mungu ndio anapeana riziki. Lakini khusuma, mvutano na misunderstanding iko wapi? Fi tauhid tauhidul uluhiyya. Mwenyezi Mungu anasema nini kwenye Qur'an? Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard madha la yaquluna Allah. Watasema ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala kwenye masala tauhid rububiyya. Lakini wakiambiwa njooni muabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wanafanya nini? Naam, wanakataa. Kwenye tauhidu al-uluhiyya hawapati, wanamuomba kando na Allah subhanahu wa ta'ala, yad'una ghayra Allah, sio wanaelekezea ibada kando na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo al-khusuma iko wapi? Kwenye tauhidu al-uluhiyya. Anna al-ibadata hiya at-tauhid, ibada ndiyo tauhid. Ibada gani hiyo? Ya tauhidu al-uluhiyya, ndiyo tauhid. Binadamu akisimamisha tauhidu al-uluhiyya, huyo ndiyo amesimamisha at-tauhid, kwa sababu huwezi kusimamisha tauhidi mbili uache moja. Kwa hivyo lazima zote ziambatane. Lakini khusuma iko wapi? Kwenye tauhidu al-uluhiyya. iko sawa nadhani, lianna al-khusumata fihi. الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. أن من لم يأتي به، kwamba yule ambaye hatokuja nayo, kuja na nini? Tauhidu al-uluhiyya. Mtu ambaye hana tauhidu al-uluhiyya asema lam ya'budillah, atakuwa hajamwabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ina maana gani wewe uamini tauhidul uluhiyya, utenda kazi wa Mwenyezi Mungu, alafu ikija kwenye ibada unamuelekezea kando na Allah subhanahu wa ta'ala? Itakuwa umemwabudu Mwenyezi Mungu? La, itakuwa hujamwabudu. Asema hapo ndio kuna maana ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wala antum aabiduna ma a'bud. Naam. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل. Katika aya tulizozisoma za nyuma, ni aya gani inaishiria alhikmatu fi irsali rusul? Hikma ya kutuma mitume, aya gani? Naam. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Hikma gani iko ndani? Ani'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Al-khamisa, mas'ala ya tano, anna ar-risalata ammat kulla ummatin, kwamba risala ya at-tauhid imekusanya kwenye umma zote. Walaqad ba'athna fi kulli
kulli umma, yani kulli umma au kullu umma imeletewa nini? Naam, message ya at-tauhid. Anna ar-risalata, ujumbe yani ambao ni wa tauhid, ammat kulla ummatin, imekusanya umma zote hii risala ya at-tauhid. Kila mtume anayetumwa anatumwa kwa watu wake. Jambo la msingi na la kwanza kabisa ambayo anayotumwa kwa ajili sababu yake nini? Ni at-tauhid. Alafu zinakuja zile makatazo mengine chini, lakini ya kwanza kabisa ni ipi? Naam, at-tauhid. Kwa hivyo at-tauhid ammat kulla ummati, au imekusanya kila umma sifa ya at-tauhid. As-sadisa anna dina al-anbiya'i wahida. Jambo la sita ni kwamba dini ya manabii wote ni moja. Iko wapi dalili? Naam, aina ad-dalil? Naam, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Kila umma anatumilizwa mtume. Huyo mtume kazi yake nini? Kuita watu kwenye tauhid. Na hii ni dalili kwamba mitume wote dini yao ilikuwa nini? Ni hiyo ya tauhid, ya kumpwekesha na kufanya oneness ya Allah subhanahu wa ta'ala. As-sabi'a, jambo la saba, al-mas'alatu al-kabira, jambo kubwa, anna ibadata Allahi la tahsulu illa bil-kufri bit-taghut. Kusimamisha naam at-tauhid al-uluhiyya kikweli, mwanadamu kuwa na sifa ya at-tauhid al-uluhiyya na hizi tauhidi zingine haipatikani, la tahsulu, haipatikani au mtu haezi kufikia sifa ya kwamba yeye ni muwahhid kikweli illa bil-kufri, illa kwa kukanusha at-taghut, kila kinachoabudiwa kando na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Imma ni mwanadamu, imma ni kitu chochote. Mwanadamu ambaye ako radhi kuabudiwa anakuwa taghut, ako radhi kuabudiwa anakuwa ni taghut. Watu waanze kumwabudu mtu kwa sifa mzuri labda ako nazo, yule mtu akataya aseme la, mimi siko katika haya mnayofanya, itakuwa ni taghut hiyo sifa? Naam, la, mpaka yule anayefanywa ibada hiyo afanye nini? Aridhike. Wale wanaofanya watakuwa wameingia kwenye shirk. Naam, kwa hivyo lazima ipatikane sifa ya mwenye kuabudiwa ako radhi, na wale wanaofanya watakuwa wameingia kwenye mlango wa ashirku billah. Iko wazi sio? Kwamba tauhid la tahsulu illa bilkufri bit-taghut, illa kwa kukanusha at-taghut. Kila kinachoabudiwa kando na Mwenyezi Mungu lazima ukikanushe. Uone watu wanamabudu kando na Mungu mwingine, kiulizwa hukumu ya wale waseme wale wanaweza kuwa ni Waislamu, labda kidogo fahamu zao ziko sawa. La, lazima ukanushe wanachokifanya wale, ubainishe kwa ulimi wako kwamba wale wanafanya al-kufru billah, wanamkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wamejitoa na sifa ya al-iman kwa kitendo wanachokifanya. Kwa hivyo al-kufr bit-taghut, naam, ikiwa imedhihiri lazima ufanye nini? Ubainishe ikiwa wataka tauhidi yako isimame. Tamam. Anna ibadata Allahi la tahsulu illa bilkufri bit-taghut, fafihi ma'na faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, yoyote ambaye atakufuru at-taghut, kukataa kila kinachoabudiwa kando na Allah subhanahu wa ta'ala, wa yu'min billah, madha qala Allah? Faqad istamsaka bil'urwati al-wuthqa. Naam. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. الطاغوت imekusanya am, imekusanya fi kulli, katika kila kinachoabudiwa kando na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tamam. Kwenye hizo aya tulizosoma nyuma na hadith tulizoona, wanaposema at-taghut inakusudiwa nini? Ni shay am,
At-taghut ni shay am, yani in general, inayokusanya ndani ya hiyo general chochote kinachoabudiwa kando na Allah subhanahu wa ta'ala. At-tasi'a, jambo la 9, عظم شأن 3 الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف وفيها 10 مسائل أولها النهي عن الشرك. jambo la 9 ni aya 3 ambazo ni muhkamat, aya ambazo hukumu zake ziko wazi, fi surati al-an'am 'inda as-salaf wa fiha 10 masail. Kwenye hizo yani aya kuna nini? Kuna mambo 10, kuna masala 10. Ya kwanza kabisa katika hayo 10 yaliyotajwa ni an-nahyu 'anish shirk. An-nahyu 'anish shirk ni watu kukatazwa kutoingia kwenye ashirku billah. Ni aya gani hiyo? Suratul An'am iko nyuma. Naam. Nasemaje aya? Qul ta'alu alla tushriku bihi aywa wa bil walidaini ihsana alafu wa bidhil qurba alaykum assalam tabarakatuh wa bidhil qurba wal yatama wal masakin. Ametaja mambo ngapi? Mambo 10 kwenye hiyo aya, lakini asema awwaluha an-nahyu 'anish shirk. Katika yale mambo 10 aliyoyataja Mwenyezi Mungu ametanguliza jambo la kwanza kabisa ni nini? Naam, jambo la kwanza kabisa ni ashirku billah. Al-ashira الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة بدأها بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. jambo la 10 vile vile ni aya katika suratul Isra. Iko wapi aya? Mashaallah. Kuanzia waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana mpaka kufikia aya Mwenyezi Mungu aliposema la taj'al, kama ilivyoandikwa kwenye kitabu, la taj'al ma'a Allahi ilahan akhara fataq'uda madhmuman makhdhula. baina ya waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, ambayo ni at-tauhid, mpaka Mwenyezi Mungu kumalizia hii aya ilipoandikwa wala taj'al ma'a Allah. Mwenyezi Mungu ametaja 18 mas'ala, ametaja mambo 18, sio? Katika mambo 18 haya ni kitu gani ametanguliza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Jambo la kwanza kabisa, naam, kabla ya yote hizi alizozitaja ambazo wamekataza watu wasikurubie, wala taqrabu zina, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Hizi zote Mwenyezi Mungu alizozikataza, mambo 18, alitanguliza kitu gani? Naam, alitanguliza nini? Alla ta'budu illa iyyah, kwamba msimwabudu mwingine kando na Allah subhanahu wa ta'ala. ونبهنا الله سبحانه وتعالى نسمى على عظم شأن هذه المسألة بقوله تعالى ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. hilo ndiyo katika aliyomteremshia Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake katika al-Qur'an min al-hikma au min al-wahi, ambayo nini? Ni at-tauhid, ndiyo aliyoanza nayo. Iko wazi nadhani, sio? Iko wazi? Tamam. Al-hadiyatu 10, jambo la 11, آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. آية katika surati an-Nisa inayoitwa Ayatul Huquq al-Ashara, aya ambayo imetaja haki 10. Lakini hizi haki 10 alizozitaja Allah katika suratu an-Nisa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala badaaha biqaulihi ta'ala,
Vile vile Mwenyezi Mungu katika hizi haki 10 alizozitaja ameanza na haki gani? Haki yake Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ni at-tauhid. Wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a. Nataka tusimame kidogo tuangalie Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ndugu zangu, ameweka makatazo mingi sana ndani ya Qur'an. Nyingi sana ameweka. Lakini utagundua kwenye makatazo yote haya mingi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala always anatanguliza katazo la ashirk. Katazo la mtu kumshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mtu kuzipelekea ibada zake kando na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu kuzipeleka zile sifa anazostahiki Mwenyezi Mungu peke yake kwa wanadamu au kwa kitu kingine chochote. Kwa sababu hilo ndio jambo kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akona faida gani Muislamu akuwe anafanya khairi nyingi kama tulivyotaja darsa ya last week? Uko na faida gani ufanye matendo mema mengi, lakini hili la kwanza la kushinda la at-tauhid, hili la kwanza la wewe kuelekeza ibada zako zote, mambo yote ya ibada ikiwa ya kushinda kumwelekezea Allah subhanahu wa ta'ala, kuna faida gani mwanadamu kwenda kufanya khairat? Kwa hivyo kama Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ndugu zangu, alivyoweza kutanguliza haki yake kwanza, vile vile anakuambia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwenye maisha yako ukitaka kufaulu, tanguliza haki yangu kama nilivyotanguliza ndani ya Al-Qur'an Al-Karim. Tamam? Kwa hivyo al-11 katika surati an-Nisa anasema, ambayo inaitwa tusamma ayatul huquq al-10, Mwenyezi Mungu ameanza na haki yake ambayo ni at-tauhid. Mwenyezi Mungu ameanza na haki yake, vile vile wewe anza na haki za Allah subhanahu wa ta'ala na uipatie umuhimu wake. Athaniyatu 10 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. Jambo la 12 ni kwamba kuna tanbih. Tanbih kizungu nini? Naam, warning. Tanbih ni warning. Naam, reminder ama NB. NB maanisha nini? NB maanisha nini? Not below. Like kama unaandika kwa mzima hivi, ile kitu muhimu sana. Aywa, طيب. التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. Jambo la 12 utaona katika yale tuliyosoma nyuma kuna hiyo NB. Kuna tanbih ya Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya wasia, juu ya advice ya mwisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inda mauti, wakati wa kukurubia kufariki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni wasia gani huo? Na atatuambia. Naam, naam. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم. سيو طيب. 13 jambo la 13 ni maarifatu haqqullahi ta'ala alaina. Jambo la 13 utaona katika dalili za nyuma, moja katika hizo dalili utagundua kuna haki ya Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi. Ni hadithi ya nani? Hadithi ya Muadh tuliyosoma nyuma, sio? 14 jambo la 14 معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. ni kujua haki ya wanadamu kwa Allah subhanahu wa ta'ala iwapo watatekeleza haki yake. Idha addau haqqahu, pindi watakapotekeleza haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nayo ni nini? Nayo ni nini ndugu zangu? Haki ya mwanadamu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa utatekeleza haki yake at-tauhid. Mwenyezi Mungu amekuahidi nini? Alla iko hapo kwenye kitabu, alla yu'adhiba
man la yushriku bihi shay'a, kwamba hatomwadhibu yule ambaye hatomshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na yoyote au chochote. Huyu ambaye ako na hii sifa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwahidi hiyo ndio haki yake atampatia. Lakini haipatikani mpaka wewe kwanza ufanye nini? Utekeleze haki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndio ustahiki wewe kupewa haki yako. Tamam. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. Katika jambo la 15 utaona kwamba haya masala au baadhi ya haya masala hawajui baadhi ya masahaba. Dalili kwa wapi? Naam. Dalili kwa wapi kwamba baadhi ya masala katika mlango wa at-tauhid, naam, baadhi ya masahaba walikuwa hawajui. Nani atataja? Naam. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس. نعم. kisha akasema nini? La tubashiruhum fayattakilu. Huyo sahaba alipofundishwa iko wapi hadith Muad, sio? Alipoelezwa haki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa waja wake na haki ya waja kwa Allah, alafu natija ni kwamba hawaadhibiwi siku ya kiyama. Aliposikia huyo sahaba jambo hili, alitaka kwenda kuwabashiria na kuwaambia masahaba wengine. Kutaka kwenda kuwaambia ni dalili kwamba kuna baadhi ya masahaba walikuwa hawajui jambo hili, sio? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkataza kwa hikma. Kwa hivyo katika baadhi ya masail la yaarifuha aktharu sahaba, kwenye baadhi ya masala ya tauhid si wote katika masahaba walikuwa wanajua, baadhi walikuwa hawajui. Ndio maana sahaba huyu alitaka kwa haraka kwenda kuwaambia wale wenzake fadla ya at-tauhid na mtu kusimamisha haki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sadisata ashara jawazu kitmani al-ilmi lilmaslaha. Katika masala ya 17 ni kujuzu mara nyingine mwanadamu kuficha elimu au kuficha knowledge au kuficha jambo katika elimu kwa ajili ya maslahi. Kwa ajili ya maslahi. Kivipi? Huyu sahaba, naam, Muadh ibn Jabal alipobainishiwa haki ya Allah kwa wanadamu na haki ya wanadamu kwa Allah, alimwambia nini Mtume sallam? Nataka kwenda kubashiria watu juu ya hili jambo kwamba mwenye atatekeleza haki ya Allah hatoadhibiwa. Mtume akamkataza na kumwambia nini? La tubashiruhum, usiende ukawabashiria jambo hili, fayattakilu, ikawafanya wakuwe relaxed, waone kwamba mtu akiwa na tauhid hata akaenda akafanya madhambi namna anavyotaka, madamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema alla yu'adhibahum, kwamba hatowaadhibu hawa wenye sifa ya tauhid, ikawapelekea watu wakazama kwenye milango mingine ambayo naam itawajazia akaunti yao madhambi. Mtume alimkataza. Hapa Mtume amezuia ilmu na faida kufika, ama kuzuia? Amezuia, lakini kwa maslaha. Kwa maslaha. Si kuzuia bila sababu yoyote, la, amezuia kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kuzuia kwake si kwamba hakuna sahaba mwingine alijua, la, walijua, lakini kwa njia ya polepole, kwa njia ya hikma. Waonaje Muadh angeenda kwenye soko hii siku ambayo Mtume alimwambia ama kumfundisha hii hadith, angeenda kwenye soko baina ya watu wa kwenye soko, ama watu wamekusanyika mahali, alafu aanze kusema yoyote ambaye hatomshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala chochote, Mwenyezi Mungu hatomwadhibu. Ingekuwaje hali? Naam, kungekuwa na shida labda, sio? Watu wangedhania tofauti. Huyu angedhania hivi, mwingine angedhania hivi, la. Mtume sallam alimzuia. Kumzuia kwake ni kwa ajili ya kukhofia mambo kama haya.
au jambo ambalo linaweza kuleta madhara ya mtu kwa dini yake. As-sabi'atu 'ashara, jambo la 17, istihbabu bisharati almuslimi bima yasurruhu, ni kupendekezwa mwanadamu bisharatul muslimi, muislamu kupeana bishara bima yasurruhu, kwa mambo ambayo yanamfurahisha, kwa mambo mazuri. Yapendekezwa katika dini jambo zuri, wafikishie wengine. Jambo la furaha wafikishie wengine. Yapendekezwa kwa mu'min mambo mema, mambo ya khairi. Ukisikia mambo ya ilmu, umepata faida ya kiilmu, naam, yustahab, yapendekezwa ufanye nini? Ufikishie wenzako. Naam, usiwe kama mwanahabari. Wanahabari kazi yao ni kutafuta, naam, wanatafuta tu mambo ya kusumbua akili, mambo ya hatari, mambo ambayo sio mazuri, breaking news. Wanaenda mbio kutafuta mambo ambayo si ya kawaida, mambo ya kushtua moyo, mtu akisikia ashtuke kwanza. Usiwe hivyo. Naam, uwe ni mtu ambaye unabashiria watu kwa mazuri peke yake. Naam. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. jambo la 18 ni mwanadamu anaona kwenye ayat za nyuma tulizosoma na hadithi ya Muadh, mwanadamu kuwa na khauf, al-khawfu min at-tikali, kuwa na khauf juu ya kupatikana sifa ya al-ittikal, ya kuwa relaxed mtu, ala si'ati rahmatillah, kwenye upana wa rahma za Allah subhanahu wa ta'ala, kwenye upana wa rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم. jambo la 19, Muadh ibn Jabal alipoulizwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi hapo nyuma, atadri ma haqqu Allahi ala alibad, alisema nini Muadh? Allahu wa rasuluhu a'lam, sio? Na hapa anasema katika jambo la 19 ni mtu kwa asichokijua aseme nini? Aseme mimi sijui, aseme mimi sijui. Sote tunajua kisa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mmoja katika masiku masahaba walikuwa baina yao, mmoja katika masahaba ikatokea sababu akaangukiwa na jiwe kubwa. Ile jiwe likampasua kichwa. Kumpasua kichwa, ikaingia jioni huyo ambaye kichwa chake kimepasuka, akalala, akaota ndoto, naam, ambayo ilimlazimu kuoga janaba. Sote tunajua ni ndoto gani, sio? Naam, ihtalam, aliota. Asubuhi ataka kuoga janaba, lakini akona injury, akona kichwa chake kimepasuka, kiko wazi, injury kubwa. Akauliza wale masahaba wenzake waliokuwa nayo, hal tajiduna li rukhsa, muonaje niko na rukhsa mimi ya kufanya nini, ya kufanya tayammum? Wakamwambia ma najidu laka rukhsa, hatuoni kwamba uko na rukhsa, madamu kuna maji baina yetu, maji iko kila mahali, hatuoni kama uko na rukhsa. Naam. Wakamwambia nini? Lazima utumie maji. Madha faal? Akaenda akatumia yale maji kuoga janaba, akafanya nini? Akakufa. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofikishiwa hii habari alikasirika Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hapa tunaona umuhimu wa mtu kuuliza kwenye mambo ya dini ikiwa hajui, na mtu kutojifanya anajua kila kitu kwenye dini. Angalia hasira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ilipatikana kwa watu ambao walileta sifa ya kuzungumza mambo ya dini
ya kupeana guidance ya dini bila ya elimu ya wazi. Mtume alisema nini? Qatalahumullah, wamemua ndugu yao na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaue. Ala saalu, kwa nini hawakuuliza? Idha lam ya'lamu, ikiwa hawajui. Kwani dawa ya mtu asiyejua ni nini? Ni kuuliza. Kwa hivyo hasira ya Mtume SAW ilipatikana kwa watu gani? Kwa watu ambao wanafanya nini? Naam, wanajifanya wanajua kwenye mambo ya dini wakati hawajui. Binadamu ataumia wapi ama atadhurika na nini akisema mimi sijui? Naam, uulizwe kitu kwenye dini useme mimi sijui, utaumia wapi? Si aibu? Si aibu kusema mimi sijui? Hata kama ni jambo dogo sana katika dini. Kuna baadhi ya watu, Mungu atuhifadhi na sifa kama hii. Jambo linaweza kuwa ni ndogo labda kwa baina ya watu. Maybe anaona wale watu waliomzunguka pale hataki kujulikana kwamba elimu yake ya dini ni ndogo ama hajui, akaanza kujibu mambo ambayo hana elimu nayo kabisa. Akawapoteza wale watu na akafanya nini? Akajipoteza yeye mwenyewe. Kwa hivyo mtu kusema sijui katika mambo ya dini, wallahi ni katika neema kubwa mtu ikiwa ataweza kusema sijui. Na ikiwa utaongea mambo ya dini ikiwa haujui, naam, bado unaongea, ni katika misiba mikubwa unajiingiza wewe na watu ambayo wamekuzunguka na kusikiza. Kwa hivyo at-tasi'atu 'ashara, jambo la 19, qawlu al-mas'uli, ni kauli ya mtu anaye ulizwa amma la ya'lamu, kwa sichokijua, kusema nini? Allahu wa rasuluhu a'lam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtume wake ndio wanaojua. Hii Allahu wa rasuluhu a'lam tulitaja kwenye darasa iliyopita kwamba ukiulizwa kitu sema Allahu a'lam, Allahu a'lam. Allahu wa rasuluhu, yani maulama wanavyoeleza ni kwamba hii ni wakati wa masahaba, wakati mtume alikuwa pamoja na wao, ilikuwa yafaa kusema Allahu wa rasuluhu a'lam. Lakini since mtume SAW hayuko na sisi, utasema nini? Naam, Allahu a'lam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayejua. Al-20, jawazu takhsisi ba'd an-nas bil-ilmi duna ba'd. Jambo la 20 ni kujuzu kuihusisha, kuspecify elimu kwa baadhi ya watu kuliko wengine. Naam, kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ile faida na ile ilmu alibakisha kwa nani? Kwa Muadh, na anajua itafika, lakini kwa njia ya hikma, kwa njia ya utaratibu, ili watu wasielewe vibaya. Kwa hivyo jawazu takhsis, alihusisha hii faida, hii ilmu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Muadh, kama alivyosema hapa, jawazu takhsisi ba'd an-nasi bil ilmi duna ba'd, duna ba'dhi, yani kando na wengine, kama alivyofanya kwa Muadh. Al-hadiyatu wal-20 ni tawadhu'uhu sallallahu alayhi wasallam lirukubi al-himari ma'a al-irdafi alayhi. Ni tawadhu'. Utaona katika jambo la 11 kwenye hadithi ya Muadh, tawadhu' ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tawadhu' yake ilimpelekea mpaka kupanda punda Mtume sallallahu alayhi wasallama na sahaba huyu mdogo Muadh. Sahaba mdogo Muadh, akiwa Muadh yuko nyuma yake, Mtume ako mbele. Hii ni tawadhu' katika tabia za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakumweka mtu duni Muadh, hakusema ni kijana mdogo, siezi mimi ati mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nipande na mtoto mdogo huyu kwenye punda, kwenye kipando. La, angalia tawadhu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Watu wote kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa sawa, watu wote walikuwa sawa, akiwapenda wote,
akiwaonyesha heshima wote, akiwaweka daraja moja wote. Na hii ndio anafaa sifa, yani achukue Muislamu. Naam. Kuna baadhi ya watu wanakuambia sisi hatuwezi kukaa na watu kama wale. Naam. Wale si level yetu. Huyu si level yangu, siwezi kaa na yeye. Bali aweza kaa mahali mtu akuje mwingine, labda akimwangalia anaona tofauti kubwa kwenye mavazi, kwenye appearance yake, iwe sababu ya yeye kuondoka. Lakini angalia tawadhu ya Mtume SAW. Ziko hadithi nyingi zenye kuonyesha mifano kama haya aliyokuwa nayo Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. الثانية عشرة 22 22 جواز الإرداف على الدابة. Ni kujuzu, naam, kupatikana sifa ya mmoja ako nyuma mwingine ako mbele, ala dabati, kwenye kipando. Naam, kwenye kipando. Hii kujuzu ni kwa wanawake ama kwa wanaume? Kipando tuseme pikipiki ama bodaboda. Kujuzu moja kukaa mbele na mwingine kukaa nyuma. Ni kwa wanaume ama kwa wanawake? Naam. Kwa wanaume, sio? Kwa wanaume. Wanakaa vipi kwenye kipando? Wote wanaelekea mbele ama mmoja anaelekea mbele mwingine anaelekea huko? Wote wanaelekea mbele. Tayeb. Nilipokuwa Yemen tukisoma, ilikuwa mtu anayepeleka pikipiki, mfano utakwenda mahali ile ya kulipa, sio? Ukipanda yule mwenye pikipiki, si kila mahali, mahali tulikuwa tunasoma, ni environment ya wanafunzi. Yule mwenye pikipiki ukija kukaa nyuma yake ukielekea mbele, alikuwa anakugeukia na kukwambia aib. Anakuambia aib. Yani haifai jambo hili. Sio kama muelewa? Anasema nini? Aib. Yani si sawa jambo hili. Tulikuwa tukipanda bodaboda, mimi mwenyewe nilikuwa napanda bodaboda, mwenye pikipiki ameelekea hivi, mimi naelekea hivi. Wallahi. Pikipiki yaenda, mimi naangalia hivi, sijui uko mbele kuko vipi. Naangalia hivi. Naam. Nairobi, naam, wacha wanaume wawili kupanda bodaboda, bodaboda moja apanda na watu 4. Watu wangapi? Tuone driver na watu wengine 3. Sio? Hii itakuwa ni aibu ama itakuwa nini? Mtoto anaekelewa mbele. Ikiwa wanaume wawili wote wakuelekea mbele unaambiwa aibu. Hao wanaosema aibu wangeona Nairobi vile watu wanapanda bodaboda wangesema nini? Wangesema nini? Naam. Ongeza juu ya hili, mwenye kupeleka bodaboda ni mwanamume na aliyekaa nyuma ni nani? Ni mwanamke. Tena ameelekea huku. Katika misiba mikubwa sana. Katika misiba kubwa ambayo tuko ndani yake. Bodaboda mwanamume akipanda nafaa elekea hivi. Tamam. Qasim. Mtu akipanda bodaboda yako elekea wapi? Elekea wapi? Huku. Tamam. الثانية 20 جواز الإرداف على الدابة. 23 فضيلة معاذ بن جبل. جambo la 23 ni fadhila ya huyu sahaba Muadh ibn Jabal radhiyallahu an. 24 jambo la 24 عظم شأن هذه المسألة. ukubwa wa na uzito wa masala hii ambayo tumetaja nyuma huko, masala ya at-tauhid au fadhila ya at-tauhid, kwa sababu kwenye aya na hadithi za nyuma imeeleza fadhila za tauhid, kwamba tauhid ndio imetumilizwa kila mtume, sio? Tauhidi ndio imetangulizwa kabla ya kila kitu. Kwa hivyo iko na fadhila na iko na daraja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam. Saini sangapi? Saa 6:12.
Tuko tofaa tuingie mlango mwingine leo. Kinaona time imesonga sana na tofaa kuingia kitabu as-siyam. Au tasimamia hapa insha Allah. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala turuzuku al-ilm an-nafi' wal-amal as-salih.